Tushirikiane maneno ya Mungu. Maneno haya hata mimi akawa faa. Nishasema najua vizuri akisema mtu mwingine utapata vitu fulani. Patrick atanielewa zaidi kama nikuwepo. Tumepewa kitu kikubwa kisicho kabla ya hayo matangazo. Madhara ya kutokubaliana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Madhara ya kutokubaliana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Andika hivi. Madhara ya kutokubaliana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Unaandika madhara ya kutokubaliana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Kama umeandika ujumbe huu, kichwa hicho, andiko la msingi ni Isaya 38 mstari wa kwanza hadi wa 8. Isaya 38 mstari wa kwanza hadi wa 8. Na hata kabla tujasoma tupata faida sana kwamba mapenzi ya Mungu yapo aina mbili. Jamani, amina. Mapenzi ya Mungu yapo aina mbili. Yapo mapenzi ya Mungu, mapenzi makamilifu. Ndio ya kwanza. Mapenzi makamilifu ya Mungu. Mapenzi makamilifu yenye kichwa. Lakini pili, aina ya pili ya mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu ya kulazimisha. Kuwa na masikio makubwa nayo inafanya. Utegeleze ndio kusikia. Utegeleze. Mapenzi makamilifu na mapenzi ya Mungu ya kulazimisha. Yote ni mapenzi ya Mungu. Sasa tutashughulika na madhara ya kutokubaliana na mapenzi makamilifu ya Mungu. Manake tunabadilika kuangukia kwenye mapenzi ya Mungu ya kulazimisha. Lakini safari hii zina sura tofauti. Bwana nakutaka kweli. Sema siku hizo Ezekia alikuwa akawa katika hatari ya kufa. Maana yake yuko tabani. Akiwa tabani hivyo, ujumbe unakuja. Mungu anamtuma nabii Isaya aende amwambie ujumbe wa ajabu sana. Unakwenda kwa mtu ujumbe wa kwamba unakufa. Nikapata kitu cha ajabu sana kwamba kumbe Mungu yuko kivyake. Kumbuka Ezekia ni mtumishi wa Mungu, ametumika kabisa vizuri. Na neno Mungu vizuri kabisa. Kwa vile Biblia anasema Mungu akumbuke kwamba vile alivyofanya. Kama nimeletea leo habari ya kwamba unakufa. Yaani hakika unakufa.
kwa ugonjwa huu unaondoka. Huyo ni Mungu. Lakini Hezekia anapindua meza, anasema akageuka ukutani. Maana yake habari za taarifa ya Mungu akazipa kisogo. Anasema Mungu kumbuka, kwa Mungu msahaulifu, amesahau kazi zake alizofanya. Kumbe mapenzi ya Mungu wakati huo Isaki na Hezekia aondoke. Mungu amesema ugonjwa huu alishaugua na mgonjwa mwingine akapona. Mungu asema kwa ugonjwa huu sasa ninaondoka na wewe. Uambiwe hivyo na yeye akageuka kabisa, hataki hata kuangalia upande huu. Mungu kumbuka. Mimi nipata faida mara zote nilimuona Hezekia ni maana ana kitu mpaka nambana Mungu akumbuke kazi alizofanya. Maana alifanya mambo mazuri. Nasema nimekwenda mbele zako tena kwa ukamilifu, iweje nife? Sasa Mungu ni Mungu aliyesema unakufa, ndiye aliyetia uhai kwako. Alafu unasema kwa nini nife wakati nimefanya mambo mazuri mbele zako? Leo mwenyewe Mungu najua umesahau kidogo, kumbuka. Sasa hivi kumbe Mungu anaweza kusahau. Kuna wakati Mungu anasahau kidogo. Twende tusemezane, tunaweza kutumia muda mdogo lakini upate kitu fulani. Yako mapenzi ya Mungu makamilifu na mapenzi ya Mungu ya kulazimisha. Sasa hapa tunataka kuangalia madhara ya kutokubaliana mapenzi ya Mungu makamilifu. Nini kinatokea? Nini kinafuata? Tunaambiwa Hezekia alipogeukia huko akamwambia Mungu, akamwambia na akalia sana, sio kidogo. Na Mungu anayesikia maombi anamrudisha Isaya. Alikuwa amefika mbali. Unafikiri sana baada kumwambia utakufa, hakika alikaa pale kunywa soda. Mumletea mtu mjinga wa Mungu nakufa, unakaa pale na mazungumzo. Mungu amesema kumwambia anakufa. Alipofika bwana utakufa hakika. Basi kulikuwa na kunywa sana, unachochana, unakunywa shamba kumletea ujumbe mbaya wa kufa. Sasa Isaya ameshajiendea. Lakini Hezekia akalia sana. Mungu acha usahaulifu. Mimi nimefanya mambo mangapi mazuri, halafu leo sasa nakufa. Hataki kufa Hezekia. Mungu asema Isaya, Bwana neno yule jamaa amelia sana. Hataki kufa. Na mimi nimesikia. Nimemwongelea. Nenda kama nimemwongelea miaka 15. Tataka kuishi. Nimemwongelea miaka 15. Sio mitatu. 15. Nikaangalia kumbe tunaweza kuwa tunafanya vitu vya ajabu. Halafu unajua kwa mapenzi ya Mungu. Kumbe ni ya kulazimisha. Inaonekana jamani, sio kila kilichojaa kwenye ufahamu wangu, kwenye akili yangu ni mapenzi ya Mungu. Pamoja na kwamba nimeokoka sawa. Ni mapenzi ya Mungu ya mimi. Sasa na kwenda na akili yangu kama Hezekia anasema wewe unaniambia mimi nakufa wakati mimi nimefanya vizuri sana. Wewe umesahau? Kumbuka. Mungu kama isivyo sasa twende. Nini kinafuata? Anaongeza miaka ni kweli 15. Alifanya nini sasa? Alimalizaje? Maana Mungu alijua hapo alipofika hapo twende. Yeye akasema hamna. Akaongezewa. Nini alifanya? Mungu alikuwa mfalme. Ameondoka kwenye mapenzi ya Mungu makamilifu. Amegeukia zake. Anamwambia Mungu aishi. Mungu akaishi. Twende sura ya 39.
wamesikia Babeli ni mfalme mwingine, na Babeli siku zote mnadua Israeli. Wametoka kule, wamefungasha na mazawadi, walisikia nauma sana. Sasa wamesikia amepona. Watu wazuri hao wamefika kumjulia hali, kuungana naye, kufurahia kupona. Biblia inasema Ezekia alichofanya, akawafurahia sana, akaanza kuonesha kila kitu anaonesha watu. Maana ni watu wazuri. Onyesha mpaka silaha zote, onyesha hazina zote, vyote. Sasa naona hakuna kitu ambacho hakuonyesha. Hazina zote, mali zote, silaha zote. Anakiri kila kitu. Sasa ameongeza wakushi, yuko katika miaka ya nyongeza. Yaani fahamu zimetoka, limekuwa tu wewe unakuja umesema tuoneshe silaha. Yaani onyesha kila kitu, vyumba vyote lazima kusimama kila kitu mpaka silaha vyote. Sasa sikiliza, anasemaje sasa? Baada ya maonyesho nini kinafuata? Mstari wa 3. Mstari wa 3 nasema, ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia akamwambia, watu hawa walisema nini? Nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali, wakaja kwangu kutoka Babeli. Babeli, wametoka mbali, kutoka Babeli. Ndipo akasema, wameona nini katika nyumba yako? Hezekia akajibu, wameviona vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu, hapana kitu katika hazina zangu nisichowaonyesha. Ndipo Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana wa majeshi. Tazama, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli, hapana kitu chochote kitakachosalia, asema Bwana. Mungu ametusaidia. Ni Isaya yule ambaye alisema na Mungu amwambie Bwana, kwa udogo huu wewe unakufa. Mungu ameniambia hivyo, unakufa. Tengeneza mambo tena. Alipaswa tu atengeneze, maana akaweke sawa mambo, maana ataondoka. Kama ni mali, kama ni usalama wa watu wake na kuna gani, ni nani atakayeshika nafasi, aweke mambo sawa sawa. Yeye akakataa. Haiwezekani. Mimi nimekwenda mbele zako vizuri sana. Kumbuka. Haya miaka hiyo 15, sio miaka 5. Babeli ni maadui wa taifa lake. Ila wamekuja na zawadi. Zawadi bwana zinakuja. Wamekuja na zawadi. Fika pale akawafurahia sana. Kiasi akafunguka, anaanza unajua Mungu anasema kwa Isaya, huyu jamaa watu wanakuja kule, yeko nenda muulize wametoka wapi, ni nani hao, na wamekuja kufanya nini, na wanaona nini? Hezekia wala alikuwa mchamungu, akasema kila kitu. Lazima yani wamekuja kutoka mbali kabisa, wametoka Babeli, wamekuja kuniona. Wameona nini? Anasema wameona kila kitu, maana hakuna kitu ambacho siwaonyesha hazina. Yani hakuna kitu ambacho siwaonyesha. Kwa kweli, kweli siku zote. Yani amefunguka vile, anasema kila kitu. Sasa Hezekia sikiliza sasa. Bwana anasema, kwa hili tulifanya. Mwana, zinakuja siku hakuna kitakachosalia hapa. Watakuja hao baba, watachukua kila kitu kutoka hapa, na mpaka watoto na ndugu zenu wataondoka. Takwenda kwa wachungu. Ulichokifanya sasa
ndicho kitakachofuata. Kumbuka Hezekia ameongezwa muda wa kuishi. Hapo la Mungu haliendelee, yanaendelea ya kwake. Nikaogopa kwamba kumbe ukakuna tunapenda kupaa na mapenzi ya Mungu yasiyo kamili. Tunabakiza ya kwetu, fahamu zetu, uharibifu lazima mpaka watoto utakaowazaa. Bila mapenzi ya Mungu makamilifu, nafasi ya kufanya mapenzi ya Mungu, bila mapenzi ya Mungu makamilifu kufanywa na mtu, hakipo kitu kizuri chochote ambacho mtu atafanya. Yaani utaendelea kweli kuishi na kufanya mambo ya kufanya, lakini hakipo kizuri chochote utakachofanya hata kusaidia wewe. Maadamu umeingia kwenye mapenzi ya kulazimisha, sio Mungu alitaka iwe vile, lakini wewe ukafanya. Tunakumbuka taifa hili la Israeli, wakafika mbele wakasema, wewe Samueli, sisi mwana na sisi tunataka mfalme mbele awe mbele yetu kama mataifa, awe mfalme. Hii hapa tunataka kwa kuhani, sio amna. Tunataka na sisi tuwe na mfalme ambaye hata tunapenda vitani wa tutakuwa na mfalme kwa maana yuko mbele zetu kama mataifa. Sauli aliletwa na Mungu au hawakutana na Mungu? Ila wamelazimisha. Mungu akasema sawa, hawapa sawa. Mapenzi ya Mungu ya kulazimisha, Mungu hana shida, anakupa kitu chako. Anakupa. Lakini kinachoendelea pale wote si mashahidi. Sasa hawa huyu Hezekia ameishi na Mungu vizuri. Mungu anasema naondoka, anapinga. Akalazimisha mpaka Mungu akaahirisha. Alizaa sasa. Alizaa. Twende Wafalme wa Pili na madhara yake. Wafalme wa Pili tunasema sura 20. Ule mstari wa 21 wa 20 na 21. Basi mambo yote ya Hezekia yaliyosalia na ushujaa wake wote, tena alivyolifanya bikira na mfereji, akaleta maji birika. Takia. Basi mambo yote ya Hezekia yaliyosalia na ushujaa wake wote, tena alivyolifanya birika na mfereji. Ndio shughuli zinaanza. Hezekia muda wa nyongeza, katika muda wa nyongeza alijipatia na mtoto Manase. Kibaya zaidi, analala Manase ndio anatawala. Mimi sijajua siku hakuwepo watoto wengine. Baba aligoma kufa. Mungu anataka kama hamna. Wewe Mungu wa bibi. Hezekia kwamba wewe bibi. Mimi nimefanya mangapi kwako? Wewe leo hivi
kumwomba Mungu. Ndio shida. Ni mara ngapi tunamwomba Mungu juu ya hali gani? Na Mungu anakupa majibu kwa namna anayotaka yeye, na wewe unayakataa, unabaki na akili zako. Alafu Mungu anakuacha uendelee, anaruhusu. Kumbe kuharibikiwa kwingine tunaharibikiwa ni kwa sababu ya kulazimisha mambo. Hakuna Manase sasa, hata yale ya wanaofanya wapagani yakawa fadhali. Lakini hii mwenye shida ni nani? Hezekia. Mwenye shida aliyeleta yote haya ni Hezekia. Maana Hezekia angelala pale, Manase asingezaliwa. Sasa Hezekia kugoma kufa wakati Mungu anataka mtwae, maana amefanya kazi nzuri. Sasa njoo upumzike. Mungu alikuwa tayari na namna ya mtu mwingine wa kuendeleza ufalme pale. Yeye amelazimisha, akazaliwa Kajamaa akachukua kiti. Sasa mambo yaliyoendelea yote ovyo, anasema kakafanya mambo mabaya kuliko hata mataifa yale yote ambayo Mungu alikuwa ameahidia kwa ajili ya Israeli. Wao wasifanye hivi, wasifanye hivi, mimi nitakuwa na ninyi, fanye hivi. Kajamaa kanyagia tupilia huko. Hezekia arudishwe aje kujibu. Taifa limepotoshwa, taifa ambalo lilikuwa na Mungu. Hezekia alikuwa na Mungu wakati wote, mpaka taifa likasa. Amevuruga kila kitu. Lakini ni kwa nini? Ni kwa mwenzetu kulazimisha Mungu kufanya anachotaka yeye, na kikafanyika vile. Hebu wewe Manase kama mtoto, mambo aliyofanya, akafanya mabaya hata kuliko mataifa yanayofanya, ila ni mtoto wa mfalme Hezekia, mtu mkuu wa Mungu. Kumbe wito hapo, hebu tuombe mapenzi ya Mungu makamilifu. Omba ufanye katika mapenzi ya Mungu makamilifu, sio katika mapenzi ya Mungu ya kulazimisha. Maana uharibifu sio mara moja. Nimesema habari za Sauli, waling'ang'ana na akawa mfalme. Kweli akaenda mbele zao, mrefu kuliko wote. Haya, kapiga vita kule, kapiga vita kule. Habari za Mungu hana alafu. Wewe angamiza kule, kanyagia huko, kanyagia huko. Kumbe ukiondoka kwenye mapenzi ya Mungu kamilifu, hakuna zuri utakalofanya na kumpendeza Mungu halipo. Waombe mapenzi ya Mungu. Sasa Mungu, mapenzi ya Mungu sio tu yatakuwa matamu tu siku zote. Waliokuwa kwenye maandiko, Paulo, vitu vizuri vinatoka. Paulo anaambiwa aende Yerusalemu. Wakati Yerusalemu huko wanatafuta sana Mungu. Ndugu zake wanasema, Bwana tafadhali, unajua kule wewe ukitokea Bwana utaishia kufunga. Lakini mapenzi ya Mungu Paulo hayana. Na Paulo anajua. Ndugu zangu, mnafanya nini? Mko mnalia na kunivunja moyo mzee. Naenda niko licha kufungwa, mimi hatakufa. Yaani mapenzi ya Mungu sio lazima iwe utamu. Mapenzi ya Mungu makamilifu yanaweza kuwa na uchungu, lakini ndicho kitu kizuri ambacho inatakiwa uende nacho, na ndipo utakapofanikisha njia yako na safari yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi akili zetu zinajaa mapenzi ya Mungu ya kulazimisha.
unaomba Mungu, nataka iwe hivi. Yaani kila ambacho kina ladha nzuri kwako ndio unang'ang'ana kwamba Mungu anifanyie, Mungu anifanyie. Lakini kumbe Mungu anataka upite katika hilo ambalo linakuumiza, ana kitu kizuri mbele ya wewe. Haleluya. Mapenzi ya Mungu makamilifu hujuti, maana Mungu mwenyewe kwa upande wako. Tukaangalia Paulo alipoangalia kwenye mapenzi ya Mungu makamilifu, hata ulinzi wako kawepo. Wanaandaa mipango ya kumuua, wamuulie njiani. Anasema mimi Bwana nakata rufaa kwenda huko. Mbona kuna kupendezeshana watu hapa? Anakaa katika mapenzi ya Mungu hata kama inauma. Alikaa jela bila, yuko ndani bila kosa. Nikasema huyu tumilisho anaweza kutubana na hiyo nini? Sasa anategeza kesi. Kisikiliza hana hatia. Lakini kumwachia kwa hatia. Paulo alimwachia. Paulo alimwachia. Hakumwachia. Yaani unasikiliza hana hatia. Yule mveriki kuna jamaa ile hana hatia. Lakini anazungumza tena hana hatia. Hapo Festo mtumaini sana kipi? Hana hatia. Lakini yuko ndani. Miaka miwili inaendelea mbele. Lakini jamaa kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu awe humo na anaambiwa usiogope. Usiogope. Narudi lazima wala ufi. Narudi itafika. Ulivyomshuhudia kushuhudia na kule huko yuko ndani bila hatia. Kwamba mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu. Yaani yale makamilifu. Bado Mungu anasimama hata kama naumia. Lakini Mungu yuko pale. Alafu anajua nini kinafuata. Jamani, amina. Kanisa la Mungu, amina. Tutamani Yesu akasema mimi nawaambia muombe mapenzi ya Mungu yatimizwe. Salini hivi. Ombeni mapenzi ya Mungu yatimizwe. Sivyo tunavyotaka sisi. Kilichojaa kwenye fahamu zetu na akili zetu ni mapenzi ya Mungu ya kulazimisha. Tunataka iwe hivi. Lakini Mungu ana njia nyingi za kufanya. Ukikaa kwenye mapenzi yake makamilifu, Mungu hatakuacha. Tunashuhudia Paulo hakuachwa. Ni kweli shida ipata, lakini hakuachwa. Haleluya. Asante Yesu kwa kutupa kibali. Baba, umetuacha tumepata leo. Ukakusudia kutukumbusha kusema nasi. Yako mapenzi yako kwa sisi tunalazimisha. Lakini yako mapenzi yako makamilifu. Mungu anataka tusaidie kujijua na kutambua yatupasayo kutenda kwa wakati gani. Maana tutaharibikiwa tusiposema katika haya. Tusipotambua, tukabaki na fahamu zetu, tukabaki na tunavyotaka sisi, tutaharibikiwa. Baba, tusaidie jemedari, utufanyie nafasi ya kuyajua mapenzi yako makamilifu na tukaishi katika haya. Kwa jina la Yesu Kristo, amen.